Januari mwaka 2026, majirani zetu wa Uganda watakuwa wanaingia kwenye uchaguzi mkuu. Ni uchaguzi mkuu ambao kwa namna moja ama nyingine utahusisha vita ya wanasiasa lukuki, lakini vita kubwa ya kisiasa inahusisha kati ya rais wa muda mrefu aliyeko madarakani Jenerali Yoweri Kaguta Museveni dhidi ya mwanasiasa kijana machachari na msanii wa muziki wa kufoka wengi wanaoita hip hop Robert Kyagulanyi, wengi wanamfahamu kama Bobi Wine. Ni kijana anayemnyima usingizi kweli kweli rais wa Uganda Mzee Yoweri Kaguta Museveni katika harakati zake za kutaka urais wa taifa la Uganda. Na mwaka huu amejiandaa haswa kufanya mageuzi. Licha ya kuswekwa jela na uwepo wa vuta ni kuvute nyingi sana kutoka kwa watawala, jamaa ameonekana kuwa tumaini jipya kwa Waganda wengi, hasa vijana Gen Z. Achana kila kitu kuhusu yeye. Hebu zingatia kwanza namna ambavyo anajiweka kwenye kundi la vijana. Kama hiyo itoshi, Bobi Wine amekuwa na miwani maalum ambayo mara zote amekuwa akivaa katika mionongo yake, na miwani hii mara nyingi inatajwa kwa ajili ya kuzuia vumbi, lakini pia wengi wanafahamu kama miwani kwa ajili ya kuzuia jua. Lakini la hasha, miwani hiyo ni kwa ajili ya usalama wake, kwa maana ina uwezo wa kurekodi matukio muhimu, hasa katika mazingira yenye hatari. Kwa kuwa ina uwezo wa kurekodi kwa siri, husaidia kukusanya ushahidi wa vitisho, matukio ya udhalilishaji, ukiukwaji wowote wa haki za binadamu ambao anafanywa yeye au wasaidizi wake. Bobi Wine kwa sasa anatumia miwani hiyo kama silaha yake ya kutunza matukio na kuboresha usalama wake wakati wa kampeni za urais ambazo zinaendelea nchini humo. Ikumbukwe, Januari 15 mwaka 2026, raia wa Uganda watapiga kura ili kuchagua viongozi wao. Swali ambalo watu wengi wanajiuliza, je, Robert Kyagulanyi yani Bobi Wine atafanikiwa kumng'oa Mzee Museveni anayetawala taifa hilo kwa miaka 39 hivi sasa? Sasa hoja yangu hapa si kutazama uchaguzi wa Uganda tu. Hoja yangu hapa ni kutazama namna bora ya historia ya Uganda ilikopitia. Wengi watamjua Bobi Wine labda kwa siku za karibuni, lakini pengine hawamfahamu Kizza Besigye ambaye hivi sasa yuko ndani akituhumiwa na mashtaka ya uhaini. Kizza Besigye alipohitimu shahada yake ya kwanza ya masuala ya madawa ya binadamu mwaka 1980 pale Makerere University Uganda. Werenz Kizza Besigye Kifefe, jina lake kamili, aliingia msituni kuungana na kijana shupavu aliyekuwa na ushawishi mkubwa wa kijeshi, yani Yoweri Kaguta Museveni. Besigye alianza kazi kama daktari binafsi wa Museveni katika harakati zote za kupambania mapinduzi ya taifa la Uganda. Baada ya Museveni kushindwa kwenye uchaguzi mkuu wa Uganda wa mwaka 1980 dhidi ya rais wa wakati huo Milton Obote, alirudi msituni. Alikusanya vijana wenye kila aina ya ujuzi wa kivita kwa lengo la kufanya mapinduzi dhidi ya utawala mpya. Besigye alifanya kazi kubwa sana kwa upande wa masuala ya afya. Yeye ndo alikuwa mastermind kwa upande wa jeshi la kitaifa la upinzani kwa maana NRA. Ushirikiano wake wa karibu na kamanda Museveni ulimfanya Besigye kuwa mmoja wa watu walioaminiwa sana na Museveni. Kutokea kwa vuguvugu la Kampala, yani the Battle of Kampala, kulisababisha vita kali iliyopiganwa msituni, Uganda Bush War, kwa zaidi ya miaka 5. Serikali ya Obote ikaanguka. Tito Okello akachukua nchi kwa miezi 6 tu. Hapo ndipo Museveni akafanya mapinduzi rasmi. Januari 29 mwaka 1986, baada ya kuapishwa kwake na kuwa rais mpya wa Uganda, Museveni alimchagua mshikaji wake wa karibu Kizza Besigye kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Waligonga cheers na kunywa mvinyo huku wakiendelea kutafuna mema ya nchi. Museveni alimpa mashavu mengi sana rafiki yake kwa kumweka kwenye nafasi nyeti za serikali, kwa maana alimwamini mno zaidi ya watu wake wengine wengi wa karibu. Ilipofika mwaka 1999, Kizza alichomoa mapanga hadharani kwa kuanza kumkosoa rafiki yake Museveni kwa namna alivyokuwa akiongoza Uganda kama geto lake. Masuala ya rushwa, udikteta, hongo, kutekana na kujilimbikizia mali na mambo mengine mengi aliyamwaga hadharani na kuwa gumzo kila kona ya nchi hiyo na hata nje ya nchi hiyo. Wakati Kizza anampiga spana Mzee Museveni,
Jamaa bado alikuwa mfanyakazi wa serikali ya Museveni. Unaweza ukajiuliza ni ujasiri ulioje. Ndipo ilipofika Oktoba mwaka 2000, Kizza aliacha kazi serikalini kisha akatangaza rasmi kugombea urais dhidi ya rafiki yake wa karibu Museveni. Kama haitoshi, yale maamuzi ya Kizza ya kuacha kazi kwenye serikali yake ya Museveni mwaka 2000 na kisha yale maamuzi ya kutangaza kwamba anakwenda kuwa mpinzani mkuu wa rafiki yake kwenye uchaguzi yalimuumiza sana mzee Museveni. Hapo sasa walianza rasmi zama mpya za kuwa maadui na kufunika kurasa ya urafiki wao wa miaka mingi. Japokuwa Kizza alishindwa katika uchaguzi wa mwaka 2001, lakini aliendelea kuwa mpinzani maarufu na mgumu aliyeutikisa utawala wa Rais Yoweri Kaguta Museveni. Kwenye kila jukwaa alilopanda, alimpiga sana spana Museveni, huku akiendelea kuyabeba maono na matumaini ya raia wengi wa Uganda waliokuwa wakiyataka mabadiliko. Bila kuchoka wala kukata tamaa, Kizza aligombea tena kwenye chaguzi zote zilizofuata, yani ule 2006, 2011 na hata ule 2016 bila kupata mafanikio yoyote, lakini bado aliendelea kukomaa na mzee Museveni. Harakati hizi zina gharama kubwa sana. Mzee Besigye kwa sasa, kama nilivyokujuza, anatajwa kama muhaini ndani ya taifa ambalo alilipambania mwenyewe. Amekaa sana jela na kuhudhuria kesi iliyokuwa kwenye korido za mahakamani zaidi ya muda ambao amekaa na familia yake. Kama unakumbuka vizuri, mwishoni mwa mwaka 2024, mzee Kizza alikamatwa jijini Nairobi na majasusi wa Uganda, kisha walimsafirisha kwa nguvu hadi nchini kwao. Alipelekwa mbele ya mahakama ya kijeshi na kusomewa mashtaka ya kumiliki silaha kinyume cha sheria za taifa hilo, pamoja na kufanya harakati za kutafuta uungwaji mkono wa kijeshi kutoka ughaibuni kwa lengo la kuipindua serikali ya Uganda. Mpaka leo hii tunavyozungumza, jamaa bado yupo ndani ya nondo, anapitia mateso makali yanayotokana na gharama ya kutaka kiti cha rafiki yake. Mkewe Bi Winnie Byanyimwa, ambaye ni mwanasiasa na mwanaharakati mashuhuri wa Uganda, kwa sasa anafanya kazi katika ofisi za Umoja wa Mataifa. Anapambana usiku na mchana kuhakikisha mume wake anatoka jela na kuendelea na maisha ya kawaida. Amekuwa akipaza sauti kwenye majukwaa mbalimbali duniani kwa lengo la kuitafuta haki ya mume wake. Tuko hapa kwa ajili ya kuitazama Uganda na historia yake. Nikurudishe nyuma kidogo. Ndiyo, na kurudisha nyuma, tena nyuma sana, katika historia ya Uganda na mapinduzi yake ya miaka mingi. Ni kama vile mkoa wa Mara ulivyosifika kwa kutoa mapoti wengi hapa Bongo kutokana na ujasiri na ukubwa wa miili yao, ndivyo kabila la Acholi kutoka wilaya ya Gulu iliyopo kaskazini mwa Uganda linavyosifika kwa kutoa maafisa wengi wa kijeshi tangu enzi za ukoloni wa Waingereza hapo nchini Uganda. Wanaume kama akina Jenerali Tito Okello Lutwa, Jenerali Basilio Olara Okello na kijana wa Katoliki aliyegeuka bedui kwa kweli Joseph Rayo Okoni ni nembo za kabila hilo. Kimtamtaa tungeweza kusema wilaya ya Gulu haitokagi mtu ambaye ni mjinga. Kutokana na umahiri wao wa kupata connection ya kupeleka vijana wengi jeshini. Achana na hao wote. Sasa kwa wakati huu tunamjadili kwa karibu sana, na kutokana na kile ambacho nakisimulia tumjadili Jenerali Tito Okello Lutwa. Unaweza ukamuita kama nembo ya mtaa kule kwao. Licha ya kujiunga na jeshi la Waingereza King's African Rifles wakati wa koloni, Tito Okello alishiriki mguu kwa mguu kwenye vita kuu ya pili ya dunia mwaka 1939 mpaka mwaka 1945, jambo ambalo lilimpa umaarufu mkubwa baada ya Uganda kupata uhuru wake mwaka 1962 chini ya utawala wa kifalme wa Rais Sir Edward Frederick Mutesa 1962 mpaka mwaka 1966. Tito Okello alipewa shavu jeshini, alipiga sana mzigo na kuokota vyeo vya kutosha. Mwaka 1966 Milton Obote, kumbuka nimekutajia huko nyuma Milton Obote, utanijua naelekea wapi, ambaye alikuwa waziri mkuu wa serikali ya Rais Mutesa wa pili, alifanya mapinduzi. Chap kwa haraka alimvuta Tito Okello na kumpandisha cheo na kuwa mkuu wa majeshi katika utawala wake wa mwaka 1966 mpaka mwaka 1971. Makundi ya waasi nayo hayakupoa kabisa, yalikuwa yakipambana usiku na mchana kuitaka ikulu ya Uganda. Mwaka 1971 Nduli Idi Amin Dada alikuja kuharibu mambo kwa kufanya mapinduzi ya kijeshi na kuichukua nchi. Jenerali
Tito Okello akaona isiwe tabu, alikula kona na kukimbilia nchini Tanzania. Utawala wa Nduli ulikuwa wa moto sana. Jamaa aliwakimbiza Waganda mchaka kwa takribani miaka 8 ya kutoka 1971 mpaka mwaka 1979. Wakati yupo Bongo, Tito Okello alipanga mipango ya kumng'oa Nduli kwa kufanya kazi sambamba na jeshi la Tanzania. Ilipotokea vita ya Kagera ya mwaka 1978 mpaka mwaka 1979, huu ndio wakati ambao Tito Okello na wenzake waliupigwa mwingi. Sasa nataka nikusimulie na uone naelekea wapi wakati huu ambao tunaitazama kwa kina Uganda. Baada ya Obote kufanya mapinduzi mwaka 1966 na kufanikiwa kuangusha utawala wa Sir Edward Mutesa wa pili, sio tu Tito Okello pekee ambaye alipewa shavu pale jeshini. Hata Idi Amin Nduli alipigwa jeki na kula mema ya nchi kwenye serikali ya Obote. Nduli alipewa cheo cha umeja jenerali, kisha akapewa kitengo cha kuwa mkuu wa jeshi la ardhini la Uganda. Ushawishi wake pale jeshini ndio chanzo kikubwa kilichomshawishi kuwapiga kata funua Rais Obote na Okello, kisha kuichukua nchi ya Uganda mwaka 1971, na akaanza utawala 1971 na ukakoma 1979 kuelekea kwenye vita ambayo nitakuja kuisimulia baadaye. Uganda ilikuwa ya moto sana. Rais Obote na mkuu wake wa majeshi Jenerali Tito Okello walipewa hifadhi pale Uliankuru kule Tabora. Sehemu pekee ambayo Tito Okello alipanga mapango ya kumng'oa Nduli kwa kufanya kazi sambamba na jeshi la Tanzania kupitia brigedi Kongwe ya Faru kwa maana ya Tabora. Watoto wadogo ambao tunayasimulia hivi sasa inawezekana ikawa ngumu sana kuelewa, na nitakueleza kwa nini tumeamua kurudi huko ambako tunazungumza kwenye brigedi ya Faru iliyoko Tabora. Wakati fulani Tito Okello na Rais Obote wamewahi kuishi pale Dar es Salaam, hasa ukifika maeneo ya Namanga. Kuna nyumba ya vigae zipo upande wa pili wa barabara kama unaelekea mjini Posta. Hapo ndipo walikuwa wanachakata mipango yao. Ilipotokea vita ya Kagera mwaka 1978 mpaka 1979, huu ndio wakati ambao Tito Okello na wenzake waliupigwa mwingi. Waliongoza jeshi la ukombozi la Uganda, Uganda National Liberation Army UNLA, lililoundwa kwa msaada wa jeshi la Tanzania kupigana vita na kufanikiwa kung'oa madarakani Idi Amin Dada. Baada ya ushindi huo wa Aprili 1979, Tito Okello alirejea Uganda kama mmoja wa mashujaa na makamanda wakuu wa jeshi jipya la taifa. Mwaka 1980 ukafanyika uchaguzi mkuu ambao Rais Milton Obote alimshinda Kaguta Museveni. Kisha akamteua Tito Okello kuwa mkuu wa majeshi ya Uganda kwa mara nyingine tena. Museveni aliumia sana. Akambonyeza rafiki yake Kizza Besigye ambaye kwa sasa amemfunga jela kwa maana ya kesi ya uhaini ambayo inaendelea. Wakabeba silaha kisha wakaingia msituni kuanza vita dhidi ya serikali ya Obote. Hayo ni maisha ya Waganda na mapito yao. Baada ya kumalizika kwenye vita vya Kagera vya mwaka 1979, utawala wa Idi Amin Dada ulipofika kikomo, Waganda waliingia gizani huku wakitafakari ni nani ataweza kuwavusha na kuwa rais mpya. Chap kwa haraka, Baraza la Taifa la Ukombozi UNLF liliketi pale mjini Moshi kwa lengo la kuchakata mtu sahihi wa kupewa nchi. Baada ya vuta ni kuvute, mwamba mmoja kuitwa Profesa Yusuf Kronde Lule, ambaye miaka 1960 amewahi kuwa mkuu wa chuo kikuu cha Makerere kule Uganda, aliteuliwa kuwa rais mpya wa Uganda. Japokuwa historia yake inafichwa, kubanangwa na kutindinganywa mara nyingi sana, lakini Profesa Yusuf Lule aliongoza Uganda kama rais wa taifa hilo kwa siku 68 pekee. Alianza kazi mwezi Aprili mpaka Juni 1979, wastani wa miezi 2 na ushei. Inashangaza sana, lakini huo ndio ukweli. Kwa maana changamoto za ukabila ndizo zilizomfanya apishane na gari la mshahara. Baada ya Profesa Yusuf Lule kuondolewa madarakani Juni 1979, mwamba mwingine wa kuitwa Godfrey Binaisa Lukongwa alishika ndinga na kuwa rais wa Uganda kuanzia mwezi Juni 1979 hadi Mei 1980. Unaweza kujiuliza ilikuwaje apewe yeye kicheo rais, lakini kumbuka kwamba mchumia jangwa hula na kwao. Huyu jamaa alikuwepo kwenye ile timu iliyounda Baraza la Taifa la Ukombozi UNLFP. Hivyo aliamua kujipakulia tu minyama. Aliposhika tu usukani na yeye pia madaraka yalimlevya. Alijisahau na kuanza kuleta ujuaji wa kuanza kupunguza baadhi ya wanajeshi wa kikanda waliokuwa na ushawishi mkubwa jeshini. Alipomfuta tu kazi Jenerali Oyiye Ojok, kamanda mkuu wa jeshi, ndipo moto ulipowaka na kusababisha mpasuko mkubwa.
aliyakanyaga, alichokonoa pale ambapo huwa hapachokonoleki. Ndipo ilipofika mwezi Mei mwaka 1980, wakubwa wa jeshi la Uganda walimpindua na kumweka chini ya ulinzi wa kijeshi. Baada ya hapo, mjomba Paulo Muwanga aliteuliwa kuwa rais wa serikali ya mpito ya Uganda. Jukumu lake ilikuwa ni kuivusha nchi hadi pale uchaguzi mkuu utakapofanyika mwezi Disemba mwaka 1980, ambapo kwenye uchaguzi ule Milton Obote alishinda tena na kuwa rais kwa mara nyingine, huku Kaguta Museveni akiangukia pua. Hayo ni mapito ya Uganda ambayo tunakusimulia mpaka hivi sasa. Baada ya Museveni kushindwa uchaguzi wa mwaka 1980, alikasirika sana, na kama ambavyo nimekujuza hapo awali, ndipo akamstua rafiki yake wa karibu Kizza Besigye, wakaingia msituni. Kisha wakaingia msituni na kuanza kukinukisha dhidi ya serikali ya Obote. Cha ajabu ni kwamba kwenye serikali mpya ya Obote ambayo iliongoza sasa kwa mara ya pili mwaka 1980 mpaka 1985, pale jeshini palichafuka kinoma. Zile kauli za unanijua mimi ni nani zilitawala kila kona. Mpasuko mkubwa uliibuka ndani ya jeshi. Maafisa wa kabila la Ocholi la Okelo walianza kubaguana na maafisa wa kabila la Langi ambao lilikuwa chini la Obote. Ilipofika Julai 27, 1985, moto wa Museveni ulikuwa mkali sana, kiasi kwamba Jenerali Tito Okello, mkuu wa majeshi, akamuita ndugu yake wa kabila Jenerali Basilio Olala Okello na kufanya maamuzi ya kuipindua serikali ya Obote ambayo ilipasuka kutokana na changamoto za ukabila na uwepo wa machafuko mengi ndani ya nchi ambayo serikali ya Obote walishindwa kuyakabili. Mapinduzi yale yalianzia maeneo ya Gulu hadi Kampala na kufanikiwa kumng'oa rais Obote. Hapo sasa Tito Okello akapewa nchi na kuwa rais wa Uganda. Kisha akamvuta ndugu yake wa kabila Jenerali Basilio Olala Okello na kumpa shavu la kuwa mkuu wa majeshi. Safari hii wala hawakufaidi mema ya nchi. Serikali ya Tito Okello ilidumu kwa miezi 6 tu, yani kuanzia Julai 1985 mpaka Januari 1986. Ndipo Jenerali Yoweri Kaguta Museveni akafanya mapinduzi kwa kuuteka mji wa Kampala baada ya mapigano makali. Ilipofika Januari 26, 1986, serikali ya Tito Okello ilianguka rasmi na mwamba Yoweri Kaguta Museveni akawa rais wa Uganda mpaka sasa. Tito Okello akaona isiwe tabu, akala kona na kukimbilia Tanzania. Aliishi kwa miaka mingi mpaka umauti ulipomkuta mwaka 1996. Ukifika pale Namanga kama nilivyokujuza, utakuta sehemu ya kumbukumbu zake muhimu sana. Tangu 1966 mpaka 1985, takriban miaka 19, mapinduzi 7 ya kijeshi yamefanyika nchini Uganda. Kwenye miaka 39 ya utawala wa Museveni, yani kutoka 1986 mpaka sasa, hakuna mapinduzi yoyote yaliyofanyika. Na kuna wakati Waganda wanamuona Museveni kama sehemu ya mkombozi wao. Kuna wakati Museveni alinukuliwa akisema kwamba hapa Uganda, hata kama tunahitaji kuweka jeshi la majini, tutawezaje kufanya hivyo wakati hatuna bahari? Muundo wa kisiasa barani Afrika hauna mantiki kabisa. Kuna baadhi ya mataifa hayana umiliki wa bahari, hivyo yanafeli kiuchumi na kiusalama pia. Anasema, tumepambana lakini tumekwama. Unadhani tutawezaje kusafirisha bidhaa zetu nje ya nchi kama hatuna bahari? Ndiyo maana tumekuwa na mazungumzo yasiyoisha na Kenya. Tukimaliza moja, kikwazo kingine kinaibuka. Tumekuwa tukijadili mambo mengi kuhusu reli na bomba la mafuta, lakini wajue ya kwamba ile bahari ni yangu. Nasema hivi kwa sababu ile bahari ya Kenya ni mali yangu na nina haki na bahari hiyo. Wakiendelea kusupaza shingo, siku za usoni tutashuhudia vita kali sana. Yoweri Kaguta Museveni amezungumza hayo tarehe 10 Novemba mwaka huu wa 2025. Kwa nini nimegusia hili? Kwa sababu ni moja ya jambo linalogusa hisia mseto kuhusu usalama wa nchi za Afrika Mashariki, na namna ambavyo watu wanazitazama kama sehemu nyingine ya kutengeneza mjadala mpana kuhusu usalama wa mataifa hayo. Sasa nirejee kuja kutazamia namna ambavyo Uganda na mapito yake mengine iliyopita. Na sasa nirudi mwaka 1961. Kijiji cha Odeki kilichopo wilaya ya Gulu, kinachopatikana pale kaskazini mwa Uganda,
kilipata bahati ya kuzaliwa mwamba mmoja wa kuitwa Joseph Roy Kony. Kwenye hili la leo, Gen Z wanapaswa kusikiliza kwa makini sana. Ikumbukwe, hao jamaa wa kabila la Ocholi wanasifika kwa kupeleka vijana wengi jeshini, kama vile akina Tata Mura kutokea Musoma walivyomwagika kwenye jeshi la polisi na wa jeshi la wananchi. Sijui kama watu wengi wa Tanzania watakuwa wanawakumbuka hawa wanaume kweli washoka, kama akina Jenerali Tito Okello na Jenerali Basilia Olara Okello. Hao sasa ni baadhi tu ya namba chafu kutoka kwenye kabila la Acholi. Basi bana, ile kuzaliwa tu kwa Joseph Roy Kony, wazee wa kijiji walipiga ramli, waliongea na mizimu, kisha wakaichungulia nyote ya mtoto Joseph Kony. Chafya na manyanga ya kutosha yalipigwa ili kushtua mizimu. Majini Makata, Sufiana na Maimuna yaliwapanda na kuchomoka. Wote kwa pamoja walishtuka, kwa maana mambo walioyaona kuhusu mtoto Joseph Kony yalikuwa ya kutisha. Yalikuwa mazito kweli kweli. Wakamvisha redio ndogo shingoni, yani irizi, na kumfanyia matambiko ya kimila. Kisha wakalifunika kombe na kumwacha mtoto akue. Maisha ya Joseph Kony yalikuwa yana utata mwingi sana. Picha linaanza tu, shule ilimshinda. Aliishia darasa la 7. Masuala ya kusoma tena kwake alikuwa kitendawili, kwa maana wazazi wake walikuwa pangu pakavu hapana mchuzi. Umaskini ulitawala, hivyo hawakuwa na muda wa kupelekana shule tena. Kumbuka kwamba enzi hizo Uganda ilikuwa ya moto sana, vita kila kona. Maeneo mengi ya nchi hiyo, hasa upande wa kaskazini, yalichafuka ile mba. Matumizi ya panga, mundu na risasi yalikuwa ya kawaida kwa Waganda. Afanye nini sasa wakati tokeo lake la darasa la 7 limeishia na mkeka umechanika? Joseph Kony alikwenda kwa mjomba wake ambaye alikuwa mganga wa kienyeji. Alipiga hodi na kumwambia, "Mjomba, naomba wadhifa. Nipe mikoba yako nianze kutumikia jamii." Sasa unaanza kuona mwelekeo wa Uganda na maisha ya Joseph Kony. Maamuzi yake ya kutaka kuwa mganga wa kienyeji yalimshtua sana mjomba wake, kwa maana Joseph Kony alikuwa bado kijana mdogo sana. Shughuli ya kupambana na ndumba ingekuwa ngumu kwake. Lakini kama mnavyojua tena, mjomba ni mama, hivyo hakuwa na jinsi. Akamvuta chemba, kisha akamnong'oneza, "Wewe ni mtoto wa dada yangu, la kwako ni la kwangu." Akazama ndani, akachukua vibuyu viwili na kumkabidhi Joseph Kony. Hapo sasa ndio kazi rasmi ya uganga ilipoanza. Wala kujiita dokta kama yule mwaka au watu wengine wanavyojitaga manyaunyao na wengine. Wala hakuwa na muda huo. Yeye alijikita zaidi kwenye kupiga nyungu tu. Mdogo mdogo alianza kuiva. Majina ya mitishamba yalikaa kichwani. Akaanza kutibu magonjwa ya kawaida na kufanya ibada za kitamaduni. Kama unavyojua, umaarufu ni harufu. Akinukia mmoja na mwingine wananukia. Kwa kuwa mjomba wake alikuwa maarufu na gwiji kupitia mishe hizo za uganga, naye pia alianza kupata umaarufu. Cha ajabu, umaarufu wake ulikuja ndani ya muda mfupi sana, jambo ambalo lilimshtua sana mjomba wake. Kubwa zaidi ni namna ambavyo jina lake lilikuwa likitajwa kama kijana mwenye nguvu za kiroho. Hapo sasa ndipo alipoanza kujiamini na kukusanya kijiji, kama dada wa taifa au saa, pale ambapo watu wengine wanapoanza kuwafahamu. Naye nyota yake iliwaka vibaya mno. Pale kilingeni kwake kulikuwa na nyomi la watu balaa, yaani zile ingia toka zilikuwa nyingi, kama zile za kwenye ibada ya mtumishi wa Mungu. Kufumba na kufumbua, Joseph Kony alianza kudai kwamba ameanza kuongea na malaika. Achana na malaika kabisa ambao wewe unawafahamu wa watumishi wa Mungu. Yeye anasema alianza kuongea na malaika. Akaendelea kwa kusema eti ana uwezo wa kutabiri mambo mazito, mambo ambayo wengi hawayajui. Achana kabisa na mambo ya ovyo ovyo yanayofanywa na vijana hivi sasa. Yeye alisema mambo mazito anaweza kutabiri. Ana uwezo wa kuwalinda askari dhidi ya risasi kwa kutumia mafuta matakatifu. Sasa unaanza kuelewa kwa namna gani alianza kuingia jeshini. Zile kauli za Joseph Kony kuhusu kupewa nguvu za kiroho zilitapakaa kila kona ya Uganda. Sasa vijana wengi wa kipindi hiko walimuunga mkono na kuanza kumuona kama mwokozi wao. Walimuamini vibaya mno, na kama vile manabii walivyokuwa na wafuasi wao, ndivyo ilivyokuwa kwa Joseph Kony. Taratibu mambo yalianza kubadilika. Kama ilivyo tena, kila mwanadamu huwa na miondoko yake ama role model wake. Lakini Joseph Kony alimchagua mwanamama mmoja wa kuitwa Alice Auma,
maarufu kama Lakwena. Inashangaza, ndiyo, kwa maana wengi walidhani angemchagua mjomba wake ambaye alimfungulia dunia, lakini yeye hakufanya hivyo. Ndoto yake ilikuwa ni kuvaa viatu vya Bi Alice Auma. Unajua kwa nini? Bi Alice Auma alikuwa ni msichana wa kawaida tu ambaye katika harakati zake za kujitafuta amewahi kufanya mishe za saluni katika jiji la Jinja kwa mzee Museveni. Maisha yalivyomchapa, akageukia upande wa dini na kutoa kali ya mwaka 1980, kipindi ambacho Bi Alice alitoka hadharani na kuwapanga raia eti amepata mwito wa kiroho kutoka kwa Mungu na kuna maagizo muhimu amepewa. Raia wengi walikataa, walimbeza na kumchukulia poa. Wakamwambia, sisi sio wajinga bwana, hebu tueleze vizuri. Bi Alice Auma akameza fundo la mate, kisha akawaambia alipolala usiku ametokewa na roho wa Mungu aitwaye Lakwena, ambaye anatoka kwenye dunia ya maziwa mawili. Amemwagiza awaambie kwamba Mungu amemtuma aanzishe jeshi la kiroho, Holy Spirit Army, kwa lengo la kuitakasa Uganda dhidi ya dhambi zilizotapakaa kila kona. Wazee waliguna na kushangaa. Aliwatoa hofu na kuwasitiza kuwa jeshi lake la kiroho ataliongoza vizuri kwa maana yeye ni mteule wa Mungu. Zogo zikaanza, maswali yakaibuka kwamba atawezaje kufanya hivyo wakati yeye ni mwanamke. Bi Alice akawaambia ataliongoza jeshi hilo kwa kutoa amri za kiroho, kwa kufanya miujiza na kuwabariki wanajeshi wote. Akasema atawatakasa na kuwapa ulinzi wa milele kiasi kwamba risasi hazitawadhuru watakapoenda vitani. Sijui kama tunaeleweka vizuri na mwelekeo wa historia ya Uganda. Kabla ya kuendelea na Bi Alice, nikukumbushe tu kwamba mtiririko wa marais wa Uganda tangu uhuru nchi hiyo mpaka sasa imeongozwa na marais 9. Rais wa kwanza ni Sir Edward Frederick Mutesa wa pili, ambaye aliongoza 1962 mpaka 1966. Wa pili ni Milton Obote 1966 mpaka 1971. Wa tatu ni Idi Amin Dada Nduli huyo 1971 mpaka 1979. Wa nne ni Yusuf Lule ambaye alianza Aprili mpaka Juni 1979. Wa tano ni Godfrey Lukongwa 1900 ambaye alichukua Juni 1979 mpaka Mei 1980. Wa sita ni Paulo Mwanga ambaye aliongoza Mei 1980 mpaka Disemba 1980. Wa saba ni Milton Obote aliyeongoza Disemba 1980 mpaka Julai 1985. Wa nane ni Tito Okello Lutwa aliyeongoza kuanzia Julai 1985 mpaka Januari 1986. Wa saba Kaguta Museveni aliyeongoza kuanzia Januari 1986 mpaka hivi sasa. Kwa ujumla, kama nilivyokujuza hapo awali, ni kuanzia mwaka 1966 hadi 1985, takriban miaka 19, mapinduzi 7 yamefanyika nchini Uganda. Lakini kwenye miaka 39 ya utawala wa Museveni, yani kutoka 1986 mpaka sasa, hakuna mapinduzi yoyote yaliyofanyika. Kuna namna mzee huyu alivyo. Sasa nirudi kwa dada yetu yule Bi Alice Auma. Bi Alice Auma aliupiga mwingi sana pale Uganda. Viatu vyake vilikuwa vikubwa sana. Joseph Kony alifyata na kukubali mziki wake. Wala sio mziki wa singeli ama piano ama mapiano, bali ni umahiri wake wa kupigana vita dhidi ya serikali. Hakuogopa kwa bahati mbaya, bali mambo meusi aliyoyafanya ndiyo chanzo kikuu. Walimuona bedui, yani namba chafu kabisa. Maswali hayo unayojiuliza wewe ndio ambayo bengi pia walikuwa wanajiuliza. Ilikuwaje mpaka Bi Alice Auma apate ushawishi kiasi hicho? Sasa tutasimulia. Chanzo cha kutokea kwa hayo yote ni ukabila ambao ulitawala nchini Uganda. Mwanzoni mwa miaka 1980, Rais Obote kutoka kabila la Lango aliwapendelea sana ndugu zake kwa kuwapa mashavu serikalini, kama alivyofanya Jenerali Tito Okello kutoka kabila la Acholi. Serikali zao zilipoanguka, Museveni kutoka kabila la Banyankole akaanza kuisuka nchi. Kwa kuwa makabila ya Lango na Acholi yanatoka upande wa kaskazini mwa Uganda, raia wengi wa maeneo hayo walijua kwamba Museveni hawezi kuacha salama, lazima atalipiza tu kisasi. Hivyo wakaanza kuiona serikali ya Museveni kama adui. Makundi mengi ya uasi yaliibuka kwenye maeneo mbalimbali ya kaskazini. Ilipofika mwaka 1986, Bi Alice Auma Lakwena
alianzisha jeshi lake la Holy Spirit Army ambalo lilipambana kufa kupona dhidi ya utawala wa Museveni. Alisepa na kijiji na kukusanya watu kibao. Alimsumbua sana Museveni kiasi ambacho aliweza kuyachukua maeneo ya Gulu, Kogun, Pada na Lira yaliyopo kaskazini mwa Uganda. Ile kuingia tu mwaka 1987, moto wake ulikuwa mkali sana. Alishinda na kuyachukua maeneo mengi zaidi, hadi kufika karibu sana na mji mkuu wa Kampala. Hapo ndipo mzee Museveni alipokaza buti na kujibu mapigo. Chapu kwa haraka, mipango ya kumdhibiti iliandaliwa. Kilichokuja kutokea hata kusimulia inaogopa. Huyo bie alipigwa kama ngoma ya mdundiko na kuchakaa vibaya mno. Wengi watakuwa wanamkumbuka. Maamuzi ya Museveni kumfungia kazi Bi Alice Lakwena yalikamilika pale Jinja. Ni mara baada ya kumpiga kipigo kitakatifu na mwishowe kuwasambaratisha waasi hao. Baada ya kuona ngoma ngumu, Bi Alice Lakwena alitema bungo na kuchimba. Alitembea msitu kwa msitu, chaka tu chaka, na kufanikiwa kuingia nchini Kenya. Walimpokea na kumpa hifadhi kama mkimbizi ambaye aliishi huko mpaka alipofariki mwaka 2007. Wakati mambo hayo yote yanatokea, Joseph Kony alikuwa anapiga mishe za uganga, mambo ya kichawile. Wakati huo alikuwa akiendelea kupiga ndondo kwenye vikosi kadhaa vya waasi waliokuwa wakipambania kabila lao la Acholi. Baada ya kuanguka kwa role model wake Bi Alice Lakwena, hapo sasa ndo akaamua kuvivaa viatu vyake. Hatari. Balaa lililoanza hapo lilikuwa si la kitoto. Kwa kuwa alikuwa na wafuasi wa kutosha, Joseph Kony alianzisha jeshi lake linaitwa Lord's Resistance Army LRA, ambao liliapa litalipiza kula sahani moja na Museveni mpaka kieleweke. Aliwatia moyo watu wake na kuwaambia kuwa yeye hana tofauti na Lakwena, kwa maana amepewa mizimu ile ile. Yaani aliwaaminisha kwamba kilichobadilika ni kanzu na lakini shehe ni yule yule. Kisha akajitangaza rasmi kuwa yeye ni mjumbe wa Mungu. Kuna vyuma vilikuwa vya moto sana pale Uganda. Mateso waliopitia wakazi wa kaskazini mwa Uganda kutoka kwa jeshi la serikali ya Museveni vilimpa sana hasira ya Joseph Kony. Zile kumbukumbu za utekaji, mauaji na uporaji vilivyofanywa na jeshi la Museveni kwenye vijiji vyao ziliongeza chuki ambayo Joseph Kony alitumia kupata wafuasi wengi siku hadi siku. Jamaa alikusanya watu wa kila aina, hadi watoto pori wote walikuwa askari wake. Kwa ufupi, Joseph Kony alifanya kazi na watu hatari sana. Safu yake ya juu ya uongozi walikuwepo akina Vincent Ot, Dominic Ogwen na Sesa Chalam. Namba chafu kabisa. Ukijichanganya yanakukuta. Kutana na simba msituni, lakini ogopa sana kukutana na hao jamaa. Wanakata kichwa chako mchana kweupe. Sasa nakusimulia kuhusu maisha yao. Uungwana ni vitendo, lakini matendo ya Joseph Kony yalipishana na uhalisia. Wala hakutaka kabisa kupigana na jeshi la Museveni, badala yake alikuwa anateka watoto wadogo miaka 12 hadi 15 na kuwafanyia mambo meusi. Wavulana aliwalazimisha kujiunga na jeshi lake. Wasichana aliwafanya kama mboga za wajeda wake kilazima. Inasikitisha. Kuna namna alijiona anaupiga mwingi na kujikuta kama Mido Kishete anaichezea Uganda. Sio kama Pakome wala Faitoto, lakini kuna namna alimlaza na viatu mzee Museveni. Kwa sababu kuna wakati alivamia kijiji kisha kuwaruhusu wanajeshi wake kuwabaka na kuwadhalilisha watoto wa kike mbele ya kadamnasi. Mbaya zaidi, watoto wote ambao alikuwa anawatesa aliwachapa alama za moto mwilini, tattoo, ili iwe rahisi kuwatambua. Wala kuishia hapo. Wakati fulani alivamia mashamba na maghala ya chakula na kuchukua kila kilichopo. Walipora mifugo, mali na kila aina ya vitu vya thamani, kisha walichoma moto kwa makusudi. Raia nao hawakubaki salama kabisa. Wengi wao aliwageuza kama nyama ya buchani. Aliwakata masikio, pua, midomo, miguu na mikono. Kisha wengine waliobaki alikata vichwa vyao hadharani, bila huruma wala ubinadamu tena. Kwa kutumia silaha za jadi, visu, mundu na machete, yani panga inakata shingo kama mgomba wa ndizi. Ni hatari iliyoje. Sio rahisi, lakini Joseph Kony aliona ufahari kuyafanya kila siku. Nakumbuka ilikuwa kwenye tarehe 10 hivi, kama sikosei, mwezi Oktoba mwaka 1996, Joseph Kony na jeshi lake Lord's Resistance Army walipofanya uvamizi kwenye shule ya St Mary's College ya Aboke
iliyopo wilaya ya Apak kule kaskazini mwa Uganda. Dunia ilisimama. Joseph Kony alitrend kila kona kwa unyama wake. Picha linaanza usiku wa manane, giza limeshona ile mbaya. Waasi zaidi ya 200 wa Joseph Kony waliingia pale shuleni. Chap kwa haraka walikwenda kwenye bweni la wasichana, wakawatoa wote nje, kisha wakapiga risasi nyingi hewani. Vilio vilitawala, lakini wapi, jamaa wakaondoka na wasichana 139 wenye miaka kati ya 13 hadi 15 kuelekea msituni. Ni swala ambalo linasikitisha kweli kweli, lakini simulizi halisi ya maisha ya Waganda. Nini ninachotaka kusema? Mapito ya Uganda, na swali langu linarudi kwenye hoja ya msingi. Je, Robert Kyagulanyi Bobi Wine ataweza kumuondoa Yoweri Kaguta Museveni? Kwa sababu watu wengi wa Uganda wanaamini ya kwamba pamoja na mapito yote yanayozungumzwa, udikteta wote ambao unasemwa, lakini watu wakikumbuka historia ya Uganda na mapito yake, kuna wakati wanamuona Yoweri Kaguta Museveni kama mkombozi ambaye ameifanya Uganda kuwa na utulivu. Lakini upande wa pili Gen Z anaonekana dikteta. Vita itakuwaje? Tusubiri Januari 2026.